Yeah, it's Dr. Mlelo here. Leo nije kujibu concern moja hapo ambayo watu wako nayo sana kwenye channel yetu. Wanauliza kuhusiana na selection za form 5 na vile ambavyo unaweza kuchaguliwa kwenye kombi mbalimbali. Wengi wananiuliza napata ufaulu huu, je, nitachaguliwa kombi gani? Sasa naomba nijibu, nichambue, nadhani itawasaidia wengi. Uchaguzi wa combination ulivyo unakuwa na factor mbalimbali. Factor ya kwanza inakuwa inategemea wewe mwenyewe umefauluje. Factor ya pili inakuwa inategemea kwenye ile form ya selection wewe ulijazaje. Ulijaza combination ya kwanza ipi, ya pili ipi, ya tatu ipi. Lakini factor ya tatu inakuwa inategemea ufaulu wa huu mwaka. Huu mwaka wamefauluje. Nianza na factor ya kwanza. Factor ya kwanza ni ufaulu wako. Ufaulu wako maana yake ni kwamba kama kwenye ufaulu wako let's say una D ya physics and then yani kwenye, kwa sababu PCB na CBG umetofautiana somo moja. Kwenye PCB kuna physics, kwenye CBG kuna geography. So let's say umefaulu sana geography kuliko physics, manake probability za wewe kuchaguliwa kwenye CBG zitakuwa kubwa kuliko kwenye PCB, kwa sababu kama grade za chemistry na biology, let's say tufanye chemistry na biology zote umepata A, hivyo pata A, kama nilikuwa na A chemistry na biology, physics nilikuwa na C, geography D. So chemistry na biology zote umepata A, and then baada ya hapo chemistry na biology ulipopata A, baada ya hapo physics umepata D, geography umepata C. Manake probability ya wewe kuchaguliwa CBG inakuwa kubwa kwa sababu geography una C. Na combination itakuwa ina credit kubwa ni ile ya AAC, kwa maana ya 1 jumlisha 1 jumlisha 3, hiyo ni 5. Tofauti na physics ambayo itakuwa 1 jumlisha 1 jumlisha 4. Hapo nadhani umenielewa kwamba kombi ile itakayokuwa ina max nyingi ndio ambayo itakuwa una probability kubwa ya kuchaguliwa. Tuende kwenye factor ya pili. Factor ya pili inakuwa inategemea na ufaulu, form ile uliojaza wewe ulijazaje. Kwenye ile form huwa kuna combination ambayo unachagua ya kwanza, ya pili, ya tatu. So inategemea wewe kwenye zile combination ulichaguaje. Mwingine alijaza ya kwanza iwe PCB, ya pili ikaja CBG. Factor hii inakuwa na muhimu eneo gani? Kwamba wewe umepata A chemistry, A biology, alafu kwenye geography umepata C, physics umepata C. Maana yake ufaulu wa kombi ya CBG na PCB unafanana. Ila wewe kwenye form ulijaza first option kama ni combination gani. Let's say mimi form shule zote nilizojaza nijaza PCB. Yaani kweli nilianza na Mzumbe, Swedi Ball nini, because I believed kwamba mimi nitakuwa ni mtu nitachaguliwa special school. Lakini haikuwa hivyo. Nilikuja kuchaguliwa shule iko pale Songea inaitwa Msamala Day. Sasa ni kwamba mimi nilijaza shule zote, nilijaza option ya PCB, and then finally nilikuwa selected pia PCB kulingana pia na performance yangu. So the third factor inahusiana na performance ya huo mwaka. Sasa performance ya huo mwaka, hizi factor pia zinakuwa zinategemea hata uchaguzi wa kozi za juu kama udaktari na nyinginezo. Factors zinakuwa hizi kwamba mwaka huo watu physics wamefauluje. Maana yake kwa sababu ya selection kule wakuu wa shule huwa wanakutana, and then wakishakutana wanakaa, kila mkuu wa shule anachagua wanafunzi wanaotaka yeye. So inategemea kwamba labda mwaka huo kuna A za physics ngapi. So A za physics inapokuwa nyingi manake zinapunguza probability ya aliyepata D kuchaguliwa. Kile kama mwaka huo physics zimeanzia C, hata aliyepata C unaweza kubebwa.
Kwa nini? Kwa sababu wewe unakuwa ni miongoni mwa wale waliofaulu katika mwaka huo. Kwa nadhani umenielewa. 3 factors. Kuna performance, kuna fomu yako, na kuna mwaka huo wamefauluje. Thank you. Don't forget to subscribe Dr. Mary Lecturers channel. Don't forget to tell your student to visit our website and purchase our session. Tunaendelea na Pre-Form 5. Tunatoa courses za Pre-Form 5 at a minimum cost as possible. Thank you, and let I wish you nice studies.